Leo kulikuwa na hukumu ya shauri ambalo limechukua muda sasa la jinai ambayo ilikuwa inawakabili wateja wetu Clinton Damas Nyundo na wenzake wale watatu. Kwa jumla wako ngapi? 4. Kwa tulikuwa na hukumu ya rufaa. Na tulikuwa na sababu ambazo tuliziwasilisha mahakamani zilikuwa 33. Katika sababu 33, asilimia kubwa zilikuwa zinaendana, kwa maana zilikuwa sababu ambazo zinaendana. Kwa tuliweka kategori, kwa maana tulijumuisha katika makundi, tuligawanya zikawa 7. Katika makundi hayo 7 kulikuwa na mambo mengi ambayo sitoyarudia kwa sababu tumeyasema sana kwa kipindi kirefu. Mojawapo ni ubovu wa hati ya mashtaka, kuthibitisha kesi au shauri, ushahidi kuhusu chain of custody, yani manake ni mtiririko wa mnyororo wa namna ya kutunza vielelezo na vitu vingine vingi sana ambavyo vimeongelewa. Sasa tukumbuke hawa walishtakiwa na makosa makubwa mawili. Kosa la kwanza ilikuwa ni kubaka kwa genge, na kosa la pili kulawiti kwa genge. Kwa leo tumepata majibu baada ya hukumu au wakati wa hukumu. Kwa mantikio, Mheshimiwa Jaji amesema kosa la kulawiti kwa genge halipo. Kwa hiyo washtakiwa hawakutakiwa kushtakiwa nalo. Kwa hiyo hakuna kosa linaloitwa kulawiti kwa genge. Kwa mara ya kwanza Tanzania tumepata majibu kwamba hakuna kumbe kulawiti kwa genge. Kwa maswali yenu yale kinyume na maumbile yamejibiwa leo na imetiki. Kwa kulawiti kwa genge kinyume na maumbile imetiki, haipo katika sheria zetu. Kwa hiyo tumebaki na moja tu ambalo sasa ni kosa la kubaka kwa genge, kwa kundi. Kubaka kwa genge, ila wao walishtaki kubaka kwa kundi, lakini kubaka ni kwa genge. Sasa baada ya majumuisho ya mwisho, Mheshimiwa Jaji ametoa maoni yake. Kwa hiyo katika hili amesema rufaa imeshindwa kwa sababu zifuatazo. Moja, Mheshimiwa Jaji amesema amejiridhisha ushahidi wa muhanga unaendana na yule aliyeleta video. Lakini kumbukeni toka mwanzo tuliwaambia muhanga anasema yeye hajawahi kuiona video hata siku moja. Hajawahi kuiona video. Na yule aliyeleta video anasema yeye ni mtaalamu wa kompyuta, sayansi ya kompyuta, sijui sayansi ya nini, ambaye naye anasema yeye hajawahi kuwaona watu. Kwa hiyo wamefungwa kwenye kipengele cha utambuzi kwamba walitambuliwa kwenye video ambayo muhanga hajawahi kuiona. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunajiandaa, tumeongea nao, tumebaki na kitu kidogo tu hicho cha video, kama kweli washtakiwa au warufani walitambuliwa kupitia kwenye video. Kwa sababu sisi tunasema hakuna shahidi yote ambaye alikwenda kwenye video akatambua. Tumebaki na hicho tu ambayo sasa tunafanya taratibu za kukata rufaa mahakama rufaa. Katika hukumu hii Mheshimiwa Jaji walishtakiwa kulikuwa na makosa mawili ambayo yalikatiwa rufaa, kosa la kubaka kwa kundi na la kulawiti. Lakini kosa la kubaka kwa kundi washtakiwa wameendelea kushikiliwa na hatia na wameendelea kuhukumiwa kifungo cha maisha. Na kosa la kulawiti jaji amewaachia huru washtakiwa na kuwafutia hukumu yao. Na kimsingi kabisa ni lakuna ambaye ameiona yale mapungufu ambayo yalikuwa kwenye sheria ya kulawiti kifungu namba 154 kifungu kidogo cha kwanza hakitoi nafasi ya watu kubaka kwa kundi, kwa hiyo kulawiti kwa kundi. Kwa hiyo jaji ameona kuna mapungufu kwenye charge sheet na amewaachia huru katika kosa hilo, na amependekeza kuwepo na amendment kama ambavyo inasema kubaka kwa kundi na kulawiti, kwa kuna kulawiti na kulawiti kwa kundi. Na hivyo basi katika makosa haya mawili kosa limoja limebaki na wameendelea kutumikia kifungo chao ambacho walipewa na mahakama ya chini. Kwa upande wangu
Jaji ameelezea kuhusiana na kifungu hicho kukiuka katiba, kwa maana kifungu cha maisha hakimpi mshtakiwa nafasi ya kujirekebisha, na mshtakiwa anapofungwa maisha kifungo hicho hakinamfanya aende moja kwa moja, na jaji amesema kifungo hichi ni kinyume na katiba, na kwa mapendekezo yake angeona kabisa ni wakati mwafaka sasa wa kufanywa marekebisho, kusiwe na kifungo cha maisha. Na sisi tunalichukulia kama hilo kama changamoto ambayo tutaenda kupeleka mapendekezo hayo. Lakini pia amegusia kifungo hicho wamekabiliwa vijana wadogo, ambacho wakati wanafanya kitendo hicho walianza kufanya kama starehe, na mwisho wa siku kimewakuja kuwaletea madhara makubwa na kuja kupata kifungo cha maisha ambacho kwa umri wao wa miaka 23 hauwezi kinapoteza kabisa maisha yao. Na sisi tunasema basi rai yetu kwa vijana, katika kila jambo wanalolifanya waangalie sana kutokuvunja sheria. Sheria ni msumeno, haitaangalia kama ni mtoto, ni kijana mdogo au mkubwa. Kwa hiyo yale matendo yote yanayofanywa na vijana na maadili, uvunjifu wa maadili ya vijana uangaliwe kwa upya, ili yasije yakatokea ambayo yametokea katika kesi hii ambayo wote mmeshuhudia mahakamani. Asanteni.